napenda kutaarifu umma kwamba mkoa wa Tabora ni salama, upo shwari. Hakuna kikundi wala mtu ambaye mpaka sasa hivi anaweza akawa ni tishio au akapelekea kuwa tishio itakaloweza kupelekea wananchi wa mkoa wa Tabora washindwe kufanya shughuli zao za kila siku za kujitafutia. Kwa hiyo ni kuwapa uhakika kwamba mkoa ni tulivu, mkoa ni salama, waendelee na shughuli zao za maandalizi ya kilimo. Lakini tunaenda kwenye uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10. Kila mmoja kampeni zinaendelea na zinaendelea salama, pia hakuna tatizo lolote. Sisi kama walinzi wa amani tunahakikisha kampeni hizo zitaisha salama. Hakutakuwa na kampeni ya mgombea yeyote awe ni udiwani, ubunge au urais wa chama chochote kile ambaye atashindwa kufanya kampeni zake kwa sababu ya vurugu au watu wamempelekea vurugu au wamemletea vurugu ya aina yoyote. Kwa hayo na wahakikishia kwamba wapo salama, wafanye kampeni zao kwa utulivu na amani. Na amani ipo ya hali ya juu kabisa. Lakini hapo maneno kwamba watu wengine tumepata mabango, tulipata bango kule Nzega, mliona mtu ameandika kwenye ukuta wa nyumba ya mtu kwamba tarehe 29 ni maandamano. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tabora, watu wajitokeze kwenda kupiga kura, wajitokeze kwenye vituo vya kupigia kura bila hofu wala wasiwasi. Yupo mtu mmoja tumemkamata pale Urambo, anaendelea kuhojiwa. Aliandika kwenye nyumba ya mtu usiku. Sasa vyombo vyetu tunayo intelligence imara sana. Walimkamata asubuhi yake, anaandika kwenye nyumba ya mtu kwamba usiende kupiga kura, naenda kwenye maandamano tarehe 29. Sasa anaendelea kuhojiwa na vyombo vyetu vya usalama. Nikaona niwahabarishe umma kwamba matendo ya namna hiyo yaliyo na mwelekeo wa aina hiyo yote ni batili. Sasa sisi kama serikali tuna kazi ya kulinda kila mwananchi katika mkoa huu. Cha kuhakikishia ni kwamba tutawalinda kwa dhati kabisa. Kwa mtu asije akapata hofu kwenda kwenye kituo cha kupigia kura akidhani kuna uhalifu au kuna vurugu yoyote inaweza ikatokea. Tumejipanga vizuri, vyombo vya usalama vyote vipo imara na tumeviandaa kukabiliana na uhalifu wa aina yoyote ile. Katika kipindi hichi chote hichi mpaka tunamaliza uchaguzi, vyombo vimejipanga kukabiliana na uhalifu na vurugu ya aina yoyote. Na kwa kutoa onyo kwamba mtu asije akathubutu akaenda kuandika kwenye mlango wa mtu au ukuta wa mtu akihamasisha vurugu ya aina yoyote ile, tutambaini na tutakabiliana naye. Na nimeelekeza leo, waheshimiwa wakuu wa wilaya wakae na kamati zao za ulinzi na usalama wilaya zote za mkoa huu, wilaya 7. Kuanzia leo mtu yeyote yule atakayeonyesha ashiria yoyote ya vurugu ya aina yoyote akae ndani mpaka tumalize uchaguzi. Hatutakuwa na muda wa kusikiliza nini alichokuwa anakimaanisha. Kwa atakayejichanganya anatembea anaandika kwenye kuta za watu, akikamatwa leo tutakuja kumsikiliza baada ya uchaguzi. Tutasikia hoja alizokuwa nazo. Lakini nimewaambia mwisho wa kucheka wakuu wa wilaya ni leo, hakuna kuchekea mhalifu. Pambana na aina yoyote ya uhalifu. Tuna kazi kama wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, kila mmoja kwa eneo lake, kuhakikishia wananchi usalama wa kulala na kuamka wakiwa salama bila tishio au kipingamizi cha aina yoyote. Kwa hayo ndio nilikuwa nataka niwaeleze. Lakini nawaambia wamiliki wa vyombo vya usafiri, tumekuwa tukikamata mara kadhaa wahamiaji haramu kutoka Burundi na nchi zingine
lakini wamiliki wa vyombo vya usafiri, makondakta na madereva wamekuwa wakitupa taarifa hizi, na kiukweli tumekuwa tukiwabaini na tunawakamata mara kadhaa. Kwa na waomba pia na wao kipindi hichi wawe macho na watu wanaobeba kwenye magari. Lakini wamiliki wa guest house, lodge, hotel na wao watusaidie. Watanzania tumekuwa watoa taarifa wazuri sana. Tunazo intelligence nzuri sana kila mahala. Kwa mtu asilale kwenye hoteli ya mtu wala guest au lodge pasipo kujulikana ametokea wapi na anakaa hapo kwa muda gani. Kuanzia leo akikaa siku 2 basi taarifa itolewe kwa uongozi uliopo katika eneo hilo. Hatutaruhusu mtu anakaa wiki haeleweki, siku 3, 5 haeleweki. Haraka iwezekanavyo taarifa itolewe ili aweze kuhojiwa kwa maana njema kabisa. Kama nilivyowaambieni ndugu zangu, tunalo jukumu la kuhakikisha amani na usalama wa mkoa wetu. Hayo makubwa mawili au matatu ndiyo niliyowaitia, lakini wapo watu tumesikia pia na nyinyi mnaona wamejiandaa kuchoma baadhi ya maeneo wakimention vituo vya mafuta. Mimi niwahakikishie wamiliki wa vituo vya mafuta vyote hapa mkoa wa Tabora, hakuna mtu atakayelipua wala kuchoma kituo cha mafuta. Yatatumika kumdhibiti hayo mafuta huyu atakayeenda kuchoma. Kwa hiyo akienda kuchoma wao wamejiandaa. Tunavyo vyombo kila mahala, kila kituo cha kupigia kura. Tunao askari wa kutosha. Mpaka askari wa jeshi la uhifadhi nao ni askari wanalo jukumu la kulinda amani ya nchi hii. Wote kipindi hichi chote watahakikisha kila eneo lipo salama. Na vikosi vyote mnavyovijua ambavyo vipo katika mkoa huu vitahusika kuleta amani, kuweka usalama wa wananchi wa mkoa wa Tabora.